Assalamu alaikum mtazamaji wa TBC1 ukweli na uhakika, karibu katika matangazo haya maalum tukitazama miaka 62 ya muungano wa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar na Tanganyika, ambapo hii leo mambo yanazidi kuwa mazuri. Kuna sherehe kubwa ambayo inafanyika hapa, na siku hii ya leo imepewa jina maalum, inaitwa Usiku wa Mtanzania. Kuna mambo mengi ambayo yanafanyika kwa siku hii ya leo, kama ambavyo unaona Usiku wa Mtanzania. Kuna vitu mbalimbali ambavyo vinaashiria muungano ambao tuko nao kwa siku hii ya leo. Hapa ni nje tu, lakini ndani kuna mambo mengi mazuri ya kuvutia, ya kupendeza ambayo yanapatikana ndani ya ukumbi huu wa mikutano wa kimataifa, ambapo utaona uhalisia. Tukiwa tunazungumzia muungano, utaupata humu ndani. Kila viashiria vya muungano humu ndani vinapatikana. Mimi ni Maulid Kambaya, nakwambia karibu, njoni kuonyeshe miongoni mwa mambo mazuri ambayo yanapatikana ndani ya ukumbi huu wa kimataifa wa mikutano. Kwanza kabisa, ukitazama kina dada namna ambao wamependeza, kina dada hawa ukiwatazama wamevaa kanga. Hizi ni kanga ambazo zinaashiria muungano, na wenyewe pia wakiwa wamependeza kweli kweli. Mnajisikiaje miaka 62 ya muungano huu? Kwa kweli tunafurahia sana muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Ni muungano wetu unaotuunganisha sisi wa Tanzania wote. Tunafurahi. Asante, umefurahi kweli kweli. Sasa njoo, kuna mambo mengi mazuri ambayo utayapata katika miaka hii 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Burudani ni sehemu ya mambo ambayo yanapatikana katika siku hii ya leo, na Watanzania tumeungana kwa pamoja, tunaonyesha burudani yetu. Hiyo ni nyonga, mambo ya muungano. Ni burudani ambayo inapatikana katika miaka 62 ya muungano. Kula raha. Na mtazamaji, ni mambo mazuri kabisa. Bwana, naomba tuambie hiki ni kikundi gani hiki? Bakwetu wa Mikilamba Albertville Group. Kutoka wapi? Ya Zanzibar. Unazungumzaje miaka 62 ya muungano? Wallahi mpaka sasa hivi tunajisikia raha sana. Muungano wetu uko salama kwa sababu tunaishi maisha yaliyo bora. Hakuna mtu anaingiliwa Tanzania hii. Kila mtu anafanya lake mwenyewe analiona, asivuke mipaka tu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunashukuru mpaka hapa tulikofika. Mimi nilikuwa na miaka 54. Nashukuru muungano umenilea, muungano umenisomesha, muungano umenipa kila kitu, mahitaji yote. Hizi ndo raha za muungano, kama ambavyo unaona nyonga inakwenda vilivyo. Ni matangazo maalum tukitazama miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Bado kuna mengi mazuri ambayo yanapatikana katika siku hii ya leo, siku maalum inaitwa siku ama usiku wa Mtanzania. Mambo gani yanapatikana humu ndani? Tazama mandhari ya nje, na mandhari hii bila shaka unaona ishara ambazo zinapatikana katika maeneo haya katika siku hii muhimu, siku adhimu, siku maalum kwa Watanzania. Wanakutana miaka 62 ya muungano wa Tanganyika, lakini pia na watu wa Zanzibar. Ukitazama ni picha ambazo zinaashiria mambo mbalimbali. Picha kuu hapa ni picha ambayo ni siku ambapo udongo ama mchanga wa kule visiwani Zanzibar na Tanzania bara, kipindi hicho kwa inaitwa Tanganyika, ulikuwa unachanganywa, ikiwa ni ishara mojawapo kwamba sasa ndio Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imezaliwa kutoka Jamhuri ya Watu wa Zanzibar na kutoka kwa Jamhuri ya Tanganyika. Hapa sasa ndio mambo yakawa yameungana. Kuna mengi yanapatikana katika muungano, nikupitishe utazame. Ukizungumzia muungano, mambo ya nakshi ni vitu ambavyo vinapatikana. Sasa njoni kuonyesha miongoni mwa vitu ambavyo vinaonyesha picha moja kwa moja ya muungano. Ukitazama hapa, kwa wale watu ambao wameshakwenda visiwani Zanzibar, watafahamu kwamba kama kuna mtoko unakwenda Mandari, kwa sababu tunasema namna hiyo inapendeza kama ukiwa utachora kwa namna moja ama nyingine. Tazama hapa namna ambavyo mambo yanafanyika hapa, dada akiwa anachorwa. Hii bila shaka ni hina. Hii ndo asili ya watu wa Pwani. Kwa sisi kama watu wa Pwani katika muungano huu tunaunganisha pia kwa kuwapa vitu vizuri kama hivi, kwa sababu
Leo kuna burudani ya taarabu na mambo ya taarabu yanaendana na urembo wa aina. Kwetu sisi Waislamu, yani hili ni pambo zuri yani. Kwa hiyo tunakaribisha pia watu wote wa Tanzania bara na visiwani, kwa sababu tumeshakuwa wamoja. Tunawashauri muwe mnapenda kufanya hichi kitu, kwa sababu hakiko kwa ajili ya mtu fulani, yani ni kwa ajili ya wanawake wote wa Tanzania. Najisikia furaha kuenzi utamaduni, maana aina ni utamaduni kama alivyosema. Kwa ni furaha kwamba tumeungana nasi tunaweza tukaenzi tamaduni zao pia. Anaenzi utamaduni kwa kuchora hina miongoni mwa mapambo ambayo yanapatikana kwa kule visiwani Zanzibar. Kama ukiwa kuna mtoko wa Swahili tunasema mandari, ukitoka ukiwa unachora hina basi mambo yanakuwa ni mazuri zaidi. Lakini bado ukitazama hata nakshi ambazo zimewekwa mezani, nikupitishe mtazamaji, tazama nakshi ambazo zimewekwa mezani. Hizi ni ishara moja kwa moja za muungano. Hizi ni kanga. Kwa wale wataalamu wa kanga watakwambia hizi na aina gani za kanga. Lakini pia kashata. Kashata ni vitu ambavyo kule visiwani Zanzibar vinapatikana kwa wingi sana, na hapa pia kashata zimewekwa na imeandikwa hapa kashata za karanga. Tunasherehekea miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Unazungumza, najua kuna fursa nyingi ambazo umeshaziselelea vilivyo. Unazungumzaje muungano huu? Mimi kwanza watu wanafikiri mimi Mzanzibari. Mimi sio Mzanzibari. Mimi wa bara, mimi mama yangu ni Mnyamwezi, baba yangu ni Manyema. Na mimi na kauli mbiu yangu mwaka huu nasema muungano wetu ndio Utanzania wetu. Muungano wetu ndio Utanzania wetu. Ukiwa na maana nini? Unamaanisha nini? Yaani vile tunavyoungana ndio inakuwa maana ya kwamba sisi wa Tanzania. Umenielewa? Kwa sababu kwetu hakuna yule mngoni, yule nini. Hawa ni wa Tanzania. So ndio hii muungano. Tuenzi muungano wetu, tuheshimu, tuombe Mungu. Ni jambo faraja sana nchi yani tumeungana miaka 62 sasa. Alhamdulillah, na leo tuko hapa tunasherehekea. Tumetoka sehemu ya kwanza tukaenda sehemu ya pili ukapata burudani ya ngoma. Hii ni sehemu ya tatu ambapo kuna vyakula kama ambavyo wanaona huku watu wanapata vyakula, wanapata sharubati, wanapata madafu. Ukitazama hapa, tazama hapa. Haya madafu. Hili dafu. Tuambie dafu hili na muungano huu unaweza ukalihusianisha namna gani? Unavyozungumza ni muungano, si tu muungano wa kwa maana ya siasa, lakini pamoja na ni muungano wa watu ambao unatokana na masuala ya utamaduni. Kihistoria, kabla ya mkutano wa Berlin ambao ulogawa maeneo ya utawala kwa nchi za Kiafrika, maeneo ya utawala yote yalikuwa ni kitu kimoja, hata ukanda huu wa Pwani, Zanzibar. Kwa hivyo tunavyosema kwamba mwaka 64 tarehe 26 April 1964 muungano ulikuja tu kurasimisha, lakini kabla ya 64 watu wa pande zote mbili, katika watu waliokuwa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar na watu waliokuwa Jamhuri ya Watu wa Tanganyika walikuwa ni kitu kimoja, kwa sababu utamaduni wao ni mmoja. Makabila, hata ukiangalia muonekano wa watu, lakini pia ukaribu wa maeneo. Na ndio maana unakuta Dar es Salaam kuna madafu, ukienda Tanga kuna madafu, ukienda Zanzibar kuna madafu, ukienda Pemba kuna madafu, ukienda Mtwara kuna madafu, lakini hata sasa hivi Dodoma tunakunywa madafu. Na hii tu kwamba inaonyesha kwamba 64 kilichofanyika kudhihirisha tu, lakini kwamba kulikuwepo na maingiliano ya watu baina ya pande hizi mbili kutokana na masuala ya kiutamaduni, masuala ya kijamii na masuala ya kisiasa. Asante, ngoja tuende ndani
tukatazame namna ambavyo ukumbi ndani ulivyopambika. Asante sana. Na mtazamaji, kama ambavyo nimekuambia, ni pande zote mbili kutazama. Eneo lote hili lipo kwa ajili ya watu kula, ni kwa ajili ya kufurahia ama kusherekea siku hii ya Muungano, miaka 62 ya Muungano kati ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar, ikazaliwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kuleta utazame moja kwa moja namna ambavyo burudani zinaendelea katika eneo hili. Burudani hizi ni kwa ajili ya kusherekea miaka 62 ya Muungano wa Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Ndipo hapo ikazaliwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni moja tu ya burudani ambazo zitapatikana katika siku hii ya leo hapa, lakini kuna burudani nyingi ambazo zitapatikana humu ndani. Karibu tene pamoja mpaka tamati ya sherehe hizi za usiku huu, usiku wa Mtanzania. Burudani zipo za kutosha, endelea kupata burudani. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba sasa ulizie tuanze ratiba yetu, nikimkaribisha Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Dr. Richard Muyungi ili aweze kufika hapa, aweze kutoa neno la ukaribisho, lakini pia kutambulisha wageni mbalimbali ambao wako pamoja nawe usiku wa leo. Mheshimiwa Katibu Mkuu, karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kutumia fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya njema na kutuwezesha kukutana hapa tarehe 26 Aprili 2026 kwenye tamasha la usiku wa Mtanzania, ikiwa ni siku ambayo Watanzania tunaadhimisha miaka 62 ya muungano wetu tangu kuasisiwa kwake. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku hii ya leo ndivyo ilivyokuwa siku ya tarehe 26 Aprili mwaka 64. Ilikuwa ni siku ya Jumapili na mvua ilinyesha. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni baraka za pekee kupata siku hii tena, na kwa kweli ni baraka za pekee tukaanza tena maadhimisho haya kwa kuwa na usiku wa Mtanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya usiku wa Mtanzania ni miaka 62 ya Muungano, amani, umoja na mshikamano, ambao ni msingi wa maendeleo endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kunogesha shughuli yetu ya leo ya maadhimisho ya miaka 62, ofisi yako imebuni tamasha hili, na tamasha hili ni miongoni mwa mambo mengi ambayo ama shughuli nyingi ambazo tumekuwa tukizifanya na tutaendelea kuzifanya katika kipindi hichi cha maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wetu. Miongoni mwa shughuli hizo nimeeleza, moja ni uzinduzi wa miradi mbalimbali katika kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeweza kuwa na mashindano ya muungano katika mpira wa miguu, lakini katika na michezo mingine. Sasa hivi mashindano ya mpira wa miguu yanaendelea. Hiyo vile vile ni moja kati ya shamra za kuadhimisha miaka 62 ya muungano wetu.
Lakini tumezindua program kabambe ya elimu kwa umma ambayo Mheshimiwa Makamu wa Rais, siku ya tarehe 3, naomba nitumie jukwaa hili vile vile kuwatangazia wananchi waliofika hapa. Katika mkoa huu wa Dar es Salaam tutazindua Muungano Caravan, msafara wa Muungano ambao utapita katika mikoa yote kwa kuanzia mkoa wa Dar es Salaam na wilaya zote. Lengo ni kufikisha elimu ya Muungano kwa Watanzania hususan vijana. Lakini Mheshimiwa Makamu wa Rais, tumeweza kufanya programu nyingine nyingi ikiwemo mijadala, makongamano na kadhalika. Na yote haya ni mambo ambayo yataendelea katika kipindi cha maadhimisho mwaka huu mpaka maadhimisho mengine yanayokuja. Kuanzia sasa, kama ambavyo umetuelekeza viongozi wetu kwamba suala la elimu kwa umma kuhusu muungano wetu litakuwa ni jambo endelevu na la kudumu. Kwa hiyo Mheshimiwa Makamu wa Rais, karibu sana. Nawashukuru kipekee kwa kuitikia wito wa wizara yetu wa kushiriki shughuli hii muhimu ya leo. Asanteni sana. La pili, tulimwomba Mheshimiwa Rais awe mgeni rasmi kwenye shughuli ya leo, na Mheshimiwa Rais kwa sababu alikuwa ameshakubali kuwa mgeni rasmi kwenye shughuli nyingine leo, akanielekeza mimi ndio nije nimwakilishe. Msisitizo wa Rais kwa siku ya leo ni mshikamano wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais anasema kwenye umoja, kwenye amani tunakwenda vizuri, isipokuwa tuna changamoto kwenye mshikamano. Kwa Mheshimiwa Rais anaomba Watanzania wote watafakari na kujielekeza katika kujenga mshikamano wa nchi yetu. Na mimi naungana na Mheshimiwa Rais katika kuwaomba kwamba namna pekee ya kuwaenzi Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Rais wa kwanza wa Zanzibar Abeid Amani Karume ni kuhakikisha kwamba tunaulinda muungano wetu, tunalinda mahusiano yetu, tunalinda mshikamano wetu, kwa sababu baada ya kazi yote iliyofanyika, baada ya miaka 62 ya muungano wetu, tutadanganyana sana tukisema mawazo ya Watanzania wote yatafanana. Hakuna siku mawazo ya Watanzania yatafanana, lakini tunaweza tukakubaliana kutofautiana kwenye mambo mengine halafu tukaenda mbele. Tunaweza tukakubaliana kwenye maeneo tusiyokubaliana, tuweze kuvumiliana, kwa sababu hili ni taifa la binadamu wanaofikiri, sio taifa la mawe. Mawe ukiyaweka hayafikiri, hayaoni, lakini binadamu wanafikiri na kuona, na kila mtu Mungu amempa kipaji chake cha namna ya kufikiri na kuona. Kwa hiyo ni muhimu tujenge utaratibu wa kuheshimu mawazo ya watu wengine, kuyapa nafasi mawazo ya watu wengine, lakini pia kuvumiliana sehemu tunayotofautiana. Niwaite mbele yako kikundi cha ngoma kutoka Zanzibar. BOM, tafadhali tuje haraka hapa tufanye burudani kwa mgeni rasmi. BOM toka Zanzibar, karibuni. Nimefuga kondoo kanilamkia, kanilia nguvu zangu kanikimbia. Kwa mama, kwa nyama, kwa mama, kwa nyama, kwa mama, kwa nyama, kwa nyama, kwa nyama, kwa mama, kwa nyama. Iksani yangu imeniponza mie, imenifanya hata nidharauliwe, kwa kuwa hali yangu ya mwenzangu na mie, sina wema katika hii dunia, kila balaa limeniangukia. Leo hii sina raha, sitaki kuyasikia bibi.
Ni usiku wa Mtanzania katika kusherehekea miaka 62 ya muungano wa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar pamoja na Jamhuri ya Tanganyika. Tumekutana hapa katika kusherehekea katika ule usiku wa Mtanzania, na hapa nakutana na mkurugenzi wa muungano Daktari Juma. Tuzungumze mengi hasa kuhusiana na siku hii ambayo kwa hakika ni mara ya kwanza inaadhimishwa katika ardhi hii ya Tanzania. Karibu daktari. Asante. Leo ni siku njema na siku tukufu, siku kubwa sana katika historia ya nchi yetu. Tarehe 26 ndio siku ambayo mataifa mawili huru yaliungana na kuunda dola moja ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na imesadifu siku ya tarehe 26 mwaka 64 ilikuwa ni siku ya Jumapili. Watanzania tulikutana hapa kusherehekea miaka 62 ya muungano wetu. Tulicheza muziki wa asili, ngoma za asili, taarabu ya asili, lakini pia tumekula vyakula vya asili pamoja, tumevaa mavazi ya kiasili ya Kitanzania. Kwa nini safari hii mmeamua kuja na usiku wa Mtanzania? Tumeamua kufanya usiku wa Mtanzania ili kuwafurahisha zaidi wa Tanzania kupitia burudani, kuenzi muungano, kuuthamini na kuendeleza. Kwa kupitia burudani, muungano tunaweza tukauimarisha zaidi, lakini pia kuwapa furaha wa Tanzania wafurahike siku hii ya tarehe 26 mwezi wa 4. Daktari, nikushukuru sana. Asante sana. Na mkitazama hao ambao wamependeza, hawa ni ofisi ya makamu wa rais. Unaona hapa wote wamekuja hapa kwa lengo la kufurahia ile miaka 62 ya muungano wa Tanzania. Usiku wa Mtanzania, usiku wa Mtanzania. Neno moja kwa mtu mmoja ambaye anataka kuwakilisha wenzake kuhusiana na siku hii ya leo. Kama unavyoona wakina mama wako na bashasha nyingi sana, na hii kanga inaitwa kanga ya Kisutu. Hii kanga ilizaliwa toka enzi hizo miaka 62 iliyopita, ndio maana tukaenzi siku hii ya leo kwa kuvaa hii kanga ya Kisutu. Mwakani mtarajie makubwa zaidi, kwa sababu leo kama ulivyoona ilikuwa ni mwanzo, lakini mwakani tunatarajia kwanza tutakuwa na vitu vya asili zaidi. Mwakani pia tutashirikisha wananchi wengi zaidi. Fursa zinazojitokeza kila pahala pa nchi yetu ziwe ni fursa moja, na hii ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuhakikishe fursa zinawaendea vijana wote wa pande zote mbili. Tuhakikishe kila Mtanzania anajiona yeye ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muungano ni umoja, muungano ni ushirikiano, muungano ni kupeana mawaidha mawili matatu, muungano ni mshikamano ambao hauwezi kukatika. Toka enzi za Nyerere tunaona jinsi watu walivyoshikana Zanzibar na Tanzania bara, na ndio maana ukaona usiku wa leo umewekwa ni usiku adhimu ili watu waone kwamba mshikamano daima dawamu. Tumeshikana na tutashikana na tutaendelea kushikana, na mshikamano huu utazidi kuleta amani katika nchi yetu na umoja na upendo. Asanteni. Katika taarabu umehudumu katika taarabu kwa muda mrefu sana, lakini kuzungumzia taarabu katika muungano pia na taarabu huwezi kuiacha. Unazungumzaje mchango wa taarabu katika kukuza muungano? Muungano umezidi zaidi kutokana na taarabu. Taarabu ni kama nilivyosema mwanzo, tunahamasisha, tunafundisha, tunatoa ujumbe, na huu mshikamano uliokuwa kati ya nchi hizi mbili ndio maana muungano umezidi kuwa mkubwa na taarabu inadumu daima. Ikiwa yametendeka amala, kwa mimi sijahusika na kataa, katu halitonifika la bala. Ikiwa yametendeka amala, kwa mimi sijahusika na kataa, katu halitonifika la bala. Uongo uongo huo, uongo mnaozua kwangu mie, bure mnajisumbua, mimi siye. Kwa kweli kitu cha kwanza kabisa nimefurahia usiku wa Mtanzania. Kitu cha pili, huu ndo muungano, ushikamano, upendo na kushirikiana wa Tanzania. Tushirikiane, tupendane. Hiyo ndo kauli mbiu ya kupendana sisi wa Tanzania, bila kelele, bila shali. Hivyo basi ndio maana niko hapa na nimekuja kutumbuiza, kufikisha ujumbe kwa wale ambao wako nyumbani, ambao hawakubahatika kufika hapa. Ujumbe umewafikia kupitia kwenye nyimbo ambazo nimetumbuiza siku ya leo. Mmekutanishwa wasanii wengi, tukio hili tunalizungumziaje? Kwa kweli kwanza
Wasanii ambao nimekutana nao ni wale ambao nimewamisi kwa muda mrefu. Wengi sana nilikuwa natamani nipige picha na kila mtu. Kwa kweli hii ni fursa nzuri sana, hasa wasanii kubadilishana mawazo na pia kuongeza urafiki. Nyinyi wa Tanzania, nyinyi wa Tanzania, nyinyi wa Tanzania, lazima tupendane, sisi tupendane, sisi tupendane, sisi tupendane.